Moscow, Oktoba 13, 2025, mazungumzo ya simu kati ya Rais wa Urusi Vladimir Putin na Rais wa Marekani Donald Trump yanaweza kupangwa tena hivi karibuni, ingawa hadi sasa hakuna makubaliano rasmi yaliyofikiwa. Kwa mujibu wa msemaji wa Kremlin, Dmitry Peskov. Peskov alisema kuwa kwa kuzingatia kauli zilizotolewa na Rais Trump, kuna uwezekano wa mazungumzo hayo kufanyika, lakini maandalizi rasmi bado hayajaanza. Mara tu makubaliano yatakapofikiwa, mazungumzo hayo yanaweza kuandaliwa kwa haraka sana, alisema Peskov katika mkutano mfupi na waandishi wa habari mjini Moscow. Usiku wa kuamkia leo, Rais Trump alidokeza kwamba kabla ya kutoa idhini ya mwisho ya kuhamisha makombora ya Tomahawk kwenda Ukraine, huenda atalazimika kwanza kuzungumza na Rais Putin. Mnamo Oktoba 6, Trump alisema kuwa alikuwa amefanya uamuzi kuhusu mpango huo wa uhamishaji wa silaha, lakini hakufahamu undani wake. Kwa upande wake, Rais Putin alionya kuwa matumizi ya makombora ya Tomahawk bila ushiriki wa moja kwa moja wa wanajeshi wa Marekani yataashiria hatua mpya ya ongezeko la mvutano kati ya Urusi na Marekani. Kurusha makombora hayo kutahitaji ushiriki wa wafanyakazi wa Marekani, jambo ambalo linaweza kuwa na madhara makubwa, alisema Peskov. Aidha, naibu mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Urusi, Dmitry Medvedev, alionya kupitia mtandao wa kijamii kwamba uhamisho wa silaha hizo unaweza kuisha vibaya kwa kila mtu. Medvedev alisisitiza kuwa haiwezekani kutofautisha iwapo kombora la Tomahawk lililozinduliwa lina silaha za kawaida au nyuklia, na kuongeza kuwa hatua hiyo itakuwa tishio la moja kwa moja kutoka Marekani. Wakati huo huo, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amethibitisha kuwa atakutana na Rais Donald Trump mjini Washington, Marekani mnamo Oktoba 17, 2025. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari akiwa na mkuu wa diplomasia wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas, Zelensky alisema kuwa mawasiliano ya simu yaliyofanyika ya awali kati yake na Trump hayakutosha kujadili masuala yote muhimu. Mkutano huo unaotarajiwa kufanyika kwa mwaliko wa Washington utakuwa mara ya 5 kwa viongozi hao kukutana tangu Trump arejee madarakani Januari mwaka huu. Zelensky alisema ujumbe wa Ukraine unaoongozwa na Waziri Mkuu Yulia Sviridenko tayari uko njiani kuelekea Marekani na utajadili ununuzi wa mifumo ya ziada ya ulinzi wa anga na roketi za HIMARS kama sehemu ya mkataba wa Mega unaotarajiwa kati ya Kiev na Washington. Kwa mujibu wa Zelensky, mpango huo unaweza kufadhiliwa kupitia mali za Urusi zilizogandishwa au kupitia mpango wa PURL, yaani Priority Ukraine Requirements List, unaoongozwa na NATO. Urusi imeelezea wasiwasi mkubwa kuhusu uwezekano wa Marekani kusafirisha makombora ya Tomahawk kwenda Ukraine, ikisema kuwa hatua hiyo itachochea ongezeko jipya la mvutano wa kijeshi.